Women. Ilishtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 26 mwaka uliopita kitu kama saa 11 jioni huko Laini ya Nairobi County hapa Nairobi tuliamua kusudia kupita Opiyo Uganda. Upande wa mashtaka uliitwa mara 7 inasimamia mwanani ambaye alikuwa ndiye caretaker wa hiyo mahali kwa unaishi, na kulingana na yeye marehemu siku hiyo ambayo alikufa aliingia masaa ya jioni akaanza kukusanya takataka hapo nje na kuichoma kama ambavyo ilikuwa nia yake ama desturi yake kawaida kila siku ya kuchoma takataka. Na akiendelea hapo aliwaeleza kwamba wewe huwa umpiki vizuri na ako na shida ya njaa. Na mshtakiwa kwa marehemu anasemekana kwamba kulingana na huyu mshahidi aliwaacha hapo nje mahali walikuwa wameketi na akaingia kwa hiyo building kama mahali walikuwa wanaishi kwa sababu wao walikuwa nje. Na alipoingia baada ya muda kidogo, wewe ulitokea ukiwa umejianza kwa kisu ambacho kilikuwa kinatirika damu, ukisema kwamba huu baada ya dakika kama 5 hivi ama 10 wewe ulitokea ukiwa umeshika kisu ambacho kilikuwa kimelowa damu na sikuwa inatiririka. Nakwambia kwamba yeye amenianza. Hayo ndio maneno ambayo mshahidi wa kwanza anasema aliyasema wakati ulitokezea. Kisu chenyewe kilikuwa ni kisu ambacho kilikuwa cha huyo mshahidi wa kwanza, alikuwa amekiacha nje ya nyumba yake pamoja na vyombo zingine ambazo alikuwa ametoa ili aweze kuziosha. Kisu yenyewe ilikuwa na handle ama hali ya kushikilia mkono wa juu kutoka kwa chini mbele ya hii mahakama. Na hakuna yeyote katika hao mashahidi ambao walitoa ushahidi hapa alikuwa na kumjua marehemu, lakini marehemu wakati wewe ulisema hayo, mshahidi wa kwanza na wale wengine ambao walikuwa wameketi nao hapo nje waliingia kwa hiyo pahali ambapo alikuwa ameanguka, alikuwa na jeraha na kifua, na hilo jeraha lilikuwa hapa roho na iliweza kusababisha kifo chake. Wewe kwa kujitetea ulieleza mahakama kwamba mshtakiwa marehemu hapa anapiga kwa hiyo harakati wewe kwamba alianguka kwa kisu na ikaanza kufunga, ulikana kwamba uliweza marehemu. Lakini daktari kwa kutoa ushahidi wake alisema kwamba hilo jeraha alingekuwa ni jeraha ambalo mtu angepata kwa kuangukia kisu na lazima liliweza kusababishwa na wewe. Na wakati niliangalia huu ushahidi niliona kwamba kama kwamba kweli kuwa marehemu aliangukia kisu, wewe wakati ulitokea nje mahali hao shahidi walikuwa umeeleza kwamba marehemu ameanguka na ameweza kuumia, lakini hilo sio lile ulitamka wakati ulitokea. Wewe ulikuwa umejiamini hiyo kisu na ukasema ni yeye alianza, maanisha kwamba ni vita ambayo mliweza kuwa nayo kati yako na yeye, na katika hiyo vita hiyo harakati kwa kudunga kisu. Kwa hivyo nimeonelea kulingana na ushahidi ambao ulitolewa mbele ya mahakama, ni kweli ulimdunga marehemu na marehemu alikufa kwa sababu ya hiyo majeraha ambayo alipata. Lakini kwa mtazamo wa kisheria na maelezo yote ambayo yalitolewa mbele ya hii mahakama, nimepata kwamba au kutenda hicho kitendo ukiwa umekusudia kumuua marehemu na ilikuwa ni harakati ya vita kati ya wawili. Nimeonelea kwa hivyo kwamba wewe hauna makosa ya kusudia, lakini umepata na makosa ya kuwa bila kusudia, na huo ndio uamuzi wa mahakama. Sasa tutaendelea kutoka hapo. Wewe unapata makosa chini ya sheria 202 na 205. So Mr. Mushiro, that being the position of the accused
Iona, at the beginning, Iona, the accused person is remorseful. Accused. Iona, yeah, she has learned her lesson actually, Iona, from the audio. Iona, she still said that it was purely an accident and it was out of self-defense at the moment. And that Iona, she was just fighting for her life, which at the moment was in danger. Iona, the accused person, Iona, is a first-time offender. Iona, she has no any criminal record. Yes. Iona also, the accused person is a mother. Mother. How many? Iona, she's a mother of two children. Who are both minors. Iona 3 and 5. Yeah. And Iona apparently also she's expectant now. I think Iona is expecting 8 months now from now. Sorry? She's telling me that she's 9 months pregnant now. Iona, since the deceased was her husband, she's now the only sole breadwinner for the 2 children and the expected child. Iona. Yes. And Iona recently also her father, I think the father who normally came for her court proceedings, he passed away, Iona. And now he has nobody to fend for. Literally, Iona, she's now an orphan. And Iona, with her condition of being expectant, Iona, custody, Iona, will not be a favorable condition for her state, Iona. Seek custodial services. And also, Iona, it will be detrimental to the young minors who she has left, who need care. Iona will also seek that the court can be lenient and sentence her to non-custody sentence, Iona, which she will be cooperative with the court division. You're not finishing up with that, Iona, she's still mournful and it was purely that. And that's all, Iona. So these are the orders of the court. The probation department is to prepare and file a sentence report in the next 17 days. The second order is that the DPP shall avail the accused person's records if any within 14 days. Third order, the accused person's bond is cancelled as she is now a convict and she is to be placed in custody. The matter will be mentioned on the 11th of November 2025 for further orders. Much of that. So ripoti tayari, tutataja kesi yako tarehe 11 mwezi ujao.